Kanini, watu wengi leo hawaishi maisha ya kweli, bali wanaishi kwenye mawazo. Mawazo ya kesho, mawazo ya hofu, mawazo ya mambo ambayo bado hayajatokea na huenda yasitokee kabisa. Wanatembea lakini akili iko mbele. Wanacheka lakini ndani kuna mzigo. Wanapumua lakini hawatuli. Na cha kushangaza ni hiki: hofu haiui mwili kwanza, huiua akili. Leo nataka nikufungulie ukweli ambao watu wengi hawapendi kuusikia. Hofu siyo tatizo la maisha. Hofu ni tabia ya akili, na kama ilivyo tabia nyingine yoyote, inaweza kuvunjwa. Karibu kwenye Fikra Sahihi, mahali ambapo tunarekebisha fikra kabla ya kulaumu dunia. Kabla hatujaendelea, sikiliza kwa makini. Leo nitakufunulia nguzo 3 za msingi za kuvunja tabia ya kuwaza hofu. Sio kwa kujifariji, sio kwa kupuuza matatizo, bali kwa kuifundisha akili yako namna ya kuishi bila mzigo wa mawazo yasiyoisha. Namba 1. Tambua kwamba hofu haiko kwenye tukio, iko kwenye tafsiri. Tukio ni tukio, lakini namna unavyolitafsiri ndilo linalozaa hofu. Watu wawili wanapitia hali ile ile. Mmoja analala usingizi, mwingine anakosa usingizi. Tofauti haikuwa tatizo, tofauti ilikuwa mawazo. Akili inapozidi kukimbilia mbele, huanza kuunda picha mbaya. Picha hizo huonekana kama ukweli, lakini sio ukweli, ni makadirio. Mfano halisia: mtu akisubiri majibu ya kazi, mmoja huendelea na siku yake, mwingine huanza kuwaza kufeli kabla jibu halijaja. Ukidhibiti tafsiri, unapunguza hofu kabla haijakomaa. Namba 2, usijaribu kupambana na hofu, iangalie kwa utulivu. Watu wengi hudhani njia ya kuondoa hofu ni kuikimbia, lakini kila unapoikimbia inakufuata. Hofu hupungua pale unapokaa nayo bila kuitii. Unaitazama, unaisikiliza, lakini huiruhusu ikuamue. Mtu mwenye nidhamu ya akili hujiambia, ninahisi hofu, lakini sitachukua uamuzi nikiwa kwenye hisia. Mfano halisia: mtu anapohisi wasiwasi kabla ya kuzungumza hadharani, akikubali hisia na kuendelea, hofu hupungua. Akikataa, huongezeka. Hofu inayokubaliwa hupoteza nguvu. Hofu inayokimbiliwa hukua. Namba 3, rudisha akili kwenye sasa, sio kesho. Hofu nyingi hazitokani na sasa, zinatokana na kesho ambayo haijafika. Akili inapokuwa sasa, inapumua, inafanya kazi, inatuliza mwili. Lakini inapokuwa kesho, inachoka, inachanganyikiwa, inapoteza nguvu. Mfano halisia: mtu anayefanya jambo moja kwa umakini ana hofu ndogo. Mtu anayefanya mambo mengi kwa mawazo ana hofu kubwa. Sasa ndipo penye nguvu, kesho ni wazo tu. Onyo: tabia ya kuwaza hofu ikiachwa bila kudhibitiwa hugeuka kuwa mtindo wa maisha. Hapo mtu huanza kuahirisha maamuzi, kuogopa kujaribu, kujidharau kimya kimya, na bila kujua maisha yanapita huku akili ikiwa mateka wa mawazo. Hofu haitokani na udhaifu, inatokana na akili isiyoelekezwa. Ukijifunza kuituliza, kuielekeza na kuirudisha sasa, utagundua kwamba nguvu yako haikupotea, ulikuwa umeifunga kwenye mawazo. Kama mafunzo haya yamekugusa, basi tayari uko kwenye njia sahihi. Subscribe kwenye channel ya Fikra Sahihi, like video hii, comment kile ulichojifunza na share kwa mtu anayehitaji kuachana na mzigo wa mawazo. Fikra Sahihi huzaa maisha sahihi.